Ndugu mtazamaji unayeniangalia wakati huu, umewahi kufanya udadisi katika mambo unayoyafanya? Na kama umewahi kufanya udadisi, unajifunza nini katika udadisi unaoufanya? Katika kipindi chetu leo, nimeona ni vyema tuongelee dhana nzima ya udadisi na kujifunza mambo kwa uendelevu na namna ambavyo yanaweza kuleta mafanikio ya mtu mmoja mmoja, ya jamii, ya taasisi na hata kwa nchi kwa ujumla wake. Hoja yetu ya kwanza ya msingi ni kwamba kadri unavyojifunza zaidi, unaongeza uwezo wako wa fursa ya kuona mambo kwa upya, tofauti na wengine wanavyoyaona. Kimsingi, maarifa yanaongeza uwezo wa mwanadamu, uwezo wa jamii kuona fursa ambazo wengine hawazioni, endapo maarifa hayo yanatumika vizuri na kwa ufasaha kulingana na mahitaji ya wakati husika. Jamii inayojifunza ina uwezo wa kutambua mambo kwa ubunifu zaidi, ina uwezo wa kuyaona mambo kwa uzuri zaidi, inaongeza mbinu mpya katika kuboresha utendaji, inaongeza namna bora ya kufanya mambo kwa ubunifu, lakini pia inaongeza namna bora ya kukabiliana na changamoto ambazo zinajitokeza katika mchakato wa kazi, katika mchakato wa kukabiliana na maisha. Jamii inayojifunza kwa uendelevu inakuwa na uwezo wa kuboresha utendaji, kufanya mambo yake kwa ubunifu, lakini pia kuongeza tija katika ufanisi wa mambo yote ambayo inayafanya. Na jambo hili pia katika muktadha wa taasisi ambayo inaruhusu watu wake kujifunza, inawezesha mazingira mazuri ya watu hawa kuja na ubunifu na kuleta matokeo chanya. Jamii hiyo inakuwa na uwezo wa kuboresha kazi, lakini kuendana na mahitaji ya teknolojia ambayo yanajitokeza kwa wakati huo, na hususan katika maendeleo haya ya sayansi na teknolojia. Hoja hii imejengwa katika msingi huo kwamba tunapowekeza katika udadisi, katika ubunifu, katika kujifunza kwa uendelevu, matokeo yake ni mabadiliko chanya, matokeo yake ni kukabiliana na changamoto zinazojitokeza kwa urahisi, kwa sababu uelewa wa mambo unaongeza uhimilivu wa namna ya kukabiliana na changamoto zilizopo katika jamii. Hoja yetu ya pili ni kwamba udadisi ni mwanzo wa mafanikio makubwa. Jamii yoyote ambayo inawekeza katika udadisi, inawekeza katika kuleta mafanikio makubwa. Na ukweli wa hoja hii unajengwa katika mazingira ya dunia yetu. Wale watu waliowekeza katika udadisi, katika ubunifu, katika kuweka fikra za mambo, wamejikuta wakifanya mambo makubwa duniani. Ukiangalia wanasayansi waliobuni mambo mbalimbali ya kisayansi, waliwekeza katika udadisi na waliwekeza katika kujiuliza maswali. Kwa nini hili linatokea? Kwa nini inakuwa hivi? Kwa nini jambo hili lisibadilishwe na kufanywa hivi? Nguvu hiyo ya udadisi ndiyo imekuja kuleta mabadiliko katika dunia. Na hivyo hoja hii inajengwa katika msingi huo huo kwamba mtu yoyote anayehitaji kupata mafanikio, jamii yoyote ambayo ina mtazamo wa kuleta mabadiliko, lazima iwekeze katika udadisi wa mambo na kujiuliza maswali. Kwa hiyo tunaweza kuhitimisha hoja hii kwa kusema kwamba mabadiliko yoyote, mafanikio yoyote, kupiga hatua kokote kwa jamii kunatokana na kujiuliza maswali. Kwa nini hiki kitokee? Kwa nini hiki hakijatokea?
nifanye nini ili hiki kitokee? Ni msingi mkubwa sana wa mafanikio ya mtu, mafanikio ya jamii, mafanikio ya taasisi, mafanikio ya taifa na dunia kwa ujumla. Na jamii haitakiwi kuogopa kuwekeza katika udadisi ili kuleta mabadiliko ya maisha, ili kuleta mabadiliko katika maendeleo ya nyanja tofauti. Udadisi huleta mawazo mapya. Udadisi huleta ushindani wa fikra. Udadisi huboresha mifumo ya kazi na kuwafanya watu kufikiri kwa upya, lakini kwa ushindani wa ufanisi. Kwa hiyo kujifunza kwa uendelevu kunakohusishwa na udadisi ni njia mojawapo ya kuongeza ufanisi, kuleta matokeo chanya. Hoja ya tatu katika mada yetu ya leo ni kwamba watu wanaofanikiwa sio wale ambao wanajua kila kitu. Na msingi wa hoja hii ni kwamba katika mafanikio yoyote na katika kuhakikisha kwamba mtu anafanikiwa, jambo la msingi ni kukubali kupokea mawazo mapya, kukubali kujifunza kutoka kwa watu wengine, kutoka kwa jamii nyingine. Na hoja hii ni hoja ya msingi sana katika kuleta maendeleo na mafanikio endelevu. Watu ambao wamefanikiwa wengi wamewekeza katika kukubali kujifunza kutokana na wengine wanayoyafanya, lakini kukubali kujifunza hata katika maeneo yao ya kazi, kwa yale ambayo hawayafahamu, kuona kwamba kuna ambao wanaweza kuwasaidia na kubadili fikra zao ili waweze kuwa na uelewa mzuri zaidi. Kwa hiyo hoja hii imejengwa katika mtazamo kwamba sio wote wasiojua wanaweza wakabaki kutojua. Msingi wake ni kwamba wale ambao wanakubali kujifunza ndio wanaoleta mabadiliko na mafanikio. Kutafuta maarifa mapya ni sehemu ya maisha yao. Wanakuwa na kariba ya kuona kwamba kukosolewa ni sehemu ya mafanikio ambayo wanayahitaji. Wanakuwa na kariba ya kwamba ubunifu unatokana na kuona wengine wamefanya nini pia. Kwa hiyo jambo zima la kukubali kujifunza linajengwa katika hoja hii pia, ambayo ni hoja ya msingi ya kuleta mabadiliko na mafanikio. Watu au jamii yenye mtazamo wa kujifunza hujijengea mafanikio mapya, hujiandaa kwa changamoto za kesho, lakini pia ni vizuri tukatambua kwamba wanaofanikiwa sio wale ambao wanajua kila kitu, ni wale ambao wako tayari kujifunza wakati wote na kuleta mawazo mapya na kupokea mawazo mapya kutoka kwa watu wengine kutokana na yanayofanyika katika jamii. Kutokana na mada hii, ninaiasa jamii kwamba tusiache kujiuliza maswali, tusiache kutafuta namna bora ya kujifunza. Ni vizuri ikawa na mtazamo wa kutoacha kujiuliza maswali. Maswali huleta fikra pana, maswali yanaleta udadisi, maswali yanaleta kutengeneza utaratibu mpya wa kuliona jambo. Lakini maswali pia yanajenga uwezo wa kukabiliana na changamoto ambazo zinajitokeza katika nyanja mbalimbali za maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo mada hii iendelee kutujengea uwezo kwamba msingi wa kufanikiwa unatokana na mtu, unatokana na jamii, unatokana na taasisi kujiuliza maswali, kujiuliza kwa nini hili jambo linafanyika katika hali hii? Kwa nini lisifanyike hivi ili kuleta ubora zaidi, ili kuleta mazingira ya ufanisi zaidi? Kwa nini tusiongeze kitu hiki katika jambo hili ili kuleta ufanisi zaidi? Na hivyo tunapata mtazamo kwamba kila jambo kubwa, kila jambo lililojitokeza katika ulimwengu au katika dunia limetokana na kujiuliza maswali.
na hivyo kujiuliza maswali, kuweka udadisi, kuweka uvumbuzi, kuwekeza katika muda katika masuala haya ndicho chanzo kikubwa cha mafanikio ya mtu, cha mafanikio ya jamii, cha mafanikio ya taasisi, cha mafanikio ya taifa. Kwa kufanya hivyo, huo ndio msingi pekee ambao utabadili fikra, utabadili utendaji wa jamii, utabadili mambo mbalimbali katika usimamizi wa taasisi. Hivyo ninaiasa jamii kuendelea kuwekeza katika kujifunza zaidi, katika kugundua zaidi, katika kujiuliza zaidi, ili kuleta mabadiliko chanya ya maendeleo katika jamii. Asanteni sana kwa kunisikiliza.